Nikasikia kitu kama bibi amepiga ukunga huko. Yewi. Nikasema bibi ana shida gani? Wewe nani niachie? Alafu anamkaba sasa. Ateli kutoa sauti tena anashindwa. Ameenda kumfanyia kile kitendo ambacho ni mtoto mdogo, ni mtoto ambaye yani umri wake hauendani na yule bibi. Kiliniuma sana. Lakini mpaka sasa hivi bibi amepoteza ufahamu, hawezi kula. Tangu ndio. Kijana mmoja aliyetambulika kwa jina la Justin Masawe mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa kijiji cha Maua, kata ya Kiboshokati, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumbaka mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka 90, Bi Maria Roman Masawe. Kwa mujibu wa taarifa za wanafamilia, tukio hilo linadaiwa kutokea Aprili 24 nyumbani kwao, ambapo mtuhumiwa anadaiwa kutekeleza kitendo hicho zaidi ya mara moja, huku akisababisha majeraha ikiwemo kuvunjika kwa mkono kwa bibi huyo. Mimi naitwa Lydia James Masawe kutoka kijiji cha Maua. Siku hiyo nilivyoenda nampelekea bibi chai, bibi anasema anasikia kila mahali panamuuma, mikono yote inamuuma, hawezi hata kushika kikombe cha chai. Basi ndio nikawa nimemuuliza bibi kwa nini shida, akasema kila mahali nasikia panauma. Nikamuuliza ni nini? Akasema kuna mtu alikuja usiku akanibana mdomo wangu, akachukua nguo akanibana nayo mdomo. Alafu baada ya kunibana mdomo akanilalia mikono yangu. Akasema mikono yote haina kazi. Nikamuuliza ni nani? Akasema mimi simjui, ninamsemesha hataki kuongea. Naongea naye, nasema naye hataki kuongea. Basi sasa nikamuuliza alikuumiza? Akasema ndio, nasikia kila mahali pananiuma, mikono yote inaniuma mpaka huku chini panauma. Basi ndio nikamwambia chini wapi? Akasema huku chini pananiuma, aliniingizia kidole huku, sijui ni kitu gani aliingiza huko, kwa hiyo nasikia pananiuma sana na mikono yote haina kazi. Akasema mimi kwa kweli nilipiga kelele, sijaona hata mtu aliyekuja, nimemuita hataki kuongea. Basi na sasa bibi tayari mkono umevunjika, mkono tayari umevunjika. Nikamuuliza nini mkono? Akasema ni huyo aliyekuja akanishika mkono wangu kwa nguvu, mimi natoa mikono yangu siwezi. Akanishika mkono mpaka nikasikia mkono unauma. Baadaye najigusa tena mkono siwezi. Kwa hiyo basi nilivyoona kwamba bibi kavunjika mkono, basi ikabidi nimlishe bibi chai kwa sababu hakuweza tena kushika kikombe cha chai. Hakuweza tena kunywa chai, ikabidi nimlishe chai, akamaliza kunywa chai. Basi ndio ikabidi tufanye utaratibu wa kumpeleka hospitalini. Bibi alivyonieleza kwamba akasema kwamba alisema alimuingizia kitu huko chini. Mimi pia kumwangalia bibi nikakuta kweli kama kuna uchafu fulani huko chini. Basi nikamlisha tu bibi chai pale, basi nikamaliza kumlisha ndo tukafanya process ya kumpeleka hospitalini. Lakini pia vile vile tukasema kwamba tutaweka doria mpaka hadi tuweze kumkamata huyu mtu ambaye ndio aliyekuja kumuingilia bibi. Kweli niliumia sana moyoni. Mtumiwa mwenyewe ni sawa na mtoto ambaye yani amefanya kitendo ambacho kisingestahili kumfanyia yule bibi. Yani bibi wa bibi ameenda kumfanyia kile kitendo ambacho ni mtoto mdogo, ni mtoto ambaye yani umri wake hauendani na yule bibi. Kiliniuma sana. Bibi hajielewi. Bibi ameshapatwa na tatizo, yani hata kupumua kote hawezi kupumua. Yani ndio hivyo kwa kweli. Hayo matatizo alikuwa nayo kabla au yametokea baada ya hilo tukio? Yametokea kulivyotokea ile tukio. Bibi alikuwa anakula mwenyewe. Pamoja kwamba haoni hasikii. Alikuwa anakula mwenyewe, alikuwa na utambuzi mzuri tu. Anakutambua. Lakini mpaka sasa hivi bibi amepoteza ufahamu, hawezi kula. Tangu ndio.
Pole sana. Ndugu wa bibi huyo anasema walipokea malalamiko kutoka kwa ndugu yao, waliweka ulinzi maalum uliopelekea kukamatwa kwa mtuhumiwa Aprili 24 akidaiwa kukutwa akifanya tukio hilo. Ilipofuata siku ya 3 yake akaleta tena lalamiko hilo. Mtu huyo amekuja tena usiku, angalia amenikaba na nifanya hivi na hivi na hivi, ni nani? Kweli hicho kitendo kikawa kinatuuma sana. Tukapanga sasa kwamba embo pale tusimwache bibi hivi hivi. Inawezekana kweli kuna lijitu ambalo linamsumbua bibi hatujui. Embo ngoja niweke ulinzi wa kutosha mpaka ikifika mida ya saa 7 nikishaona mna kitu basi mimi nikapumzike. Haya. Tukapanga sasa kwamba embo pale tusimwache bibi hivi hivi. Inawezekana kweli kuna lijitu ambalo linamsumbua bibi hatujui. Embo ngoja niweke ulinzi wa kutosha mpaka ikifika mida ya saa 7 nikishaona mna kitu basi mimi nikapumzike. Haya. Nikakubaliana naye pia na mjomba wetu yuko jirani yetu hapo anaitwa ndugu Pasco. Basi imefika kweli siku hiyo ya Alhamisi majira ya saa 3 ya usiku. Basi tukapeana taarifa. Nikafika kwenye familia ndo hapa kwenye tukio, nikamsikilizia babu amelala zake anakoroma. Nikaenda kuangalia kwa bibi kule, mlango wake umerudishwa vizuri, amelala. Basi nikarudi, kuna hii nyumba iko kwa pembeni hapo. Basi nikaa nimetulia hapo mlangoni. Nasikilizia tu, nikasikia kitu kama bibi amepiga ukunga huko. Ui. Nikasema bibi ana shida gani? Ui, niachie. Wewe nani? Wewe nani, niachie. Alafu anamkaba sasa. Atali kutoa sauti tena anashindwa. Ile nimefika mlangoni. Ile na washa tochi yangu sasa. Nikakuta mlango ulikuwa umefungwa vizuri lakini upo wazi. Yaani upo wazi nusu. Sasa papo hapo mimi sikushikwa na butwa. Nimeshachungulia tu mlango. Niko kwa pembeni hapo. Nikiendelea kuongea nao. Jamani, fanyeni haraka kuna mtu uko ndani kwa bibi. Usikule. Huko jamaa bado anaendelea kumsumbua bibi. Basi tulichokiona ndugu kweli kilitutia hata aibu na sisi wenyewe. Ni kijana mdogo sana lakini kwa mambo walioyafanya kweli hayo yanauma, yanakera na ni aibu sana. Baadhi ya majirani wanasema tukio hilo limeibua hofu kwa wananchi wa kijiji hicho, hususan kwa wazee, huku akiomba mamlaka kuchukua hatua kali kwa anayedaiwa kufanya tukio hilo. Mimi kwa jina naitwa Veronica Agusti. Ni kijana mdogo, mwenye umri mdogo kabisa yani. Tuseme ndio amechipuka sasa. Halafu kazi zake anafanya vizuri kabisa. Anajua kulima sio kidogo. Anafanya vibarua vyake vizuri kabisa. Tena ni mwanakwaya. Tumemshangaa ni yeye, tumemwona asubuhi ile kwamba ni yeye amemuumiza bibi. Maajabu. Kama ni hivyo duniani tutalishije? Kwa hiyo huyu angestahili kabisa 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 kupewa adhabu kubwa. Ametupa uoga hata wa kukaa nyumbani. Mtu akipiga hodi nyumbani siitiki. Kama ni kijana kama huyu nitafahamuje? Yaani bibi wa bibi anaenda kubakwa na mjukuu wangapi? Hapana. Hiyo sio tabia inayofaa huku kwetu. Wala sijawahi kuona. Sijawahi kuiona wala kuisikia. Hasa hapo hatujui kwamba kuna nini hapo katikati. Matukio kama haya yamewahi kutokea? Sijawahi. Hapa kwetu sijawahi kwa kweli. Hapa kwetu hapa sijawahi kusikia. Hapana. Wala kuyaona. Namna hii. Baada ya kufanya hili tendo walikuwa wanazungumza sasa. Ambapo hawapo tena mpaka sasa hivi wapo hapa. Walikuwa wanasema ameshaenda nyumba nyingine kule Maua Juu. Na akaonekana ni yeye amefanya tendo hili. Anaingia nyumba ya mtu hivi kienyeji. Tena kwa bibi mwingine. Sasa hapa akapochoropoka hakukamatwa. Tunashauri huyo kijana aliyekamatwa bana apewe adhabu kubwa. Kama ni akili yake imemtuma na mwingine aone nini kimetokea. Amepata faida gani huyu kijana alifanya hivyo? Mariki Masawe. Kwa kweli mwanangu hiki kitendo kijana huyu alifanya sio kizuri. Kimeniokopesha hata mimi. Kweli mtaangalia mwenyewe kama mtamfanyaje. Serikali itafanya kitu linachojua yenyewe. Sisi wazazi huko hatujui mbele wala nyuma. Tunawajitegemea nyie. Ndio maana tunasema apelekwe kwenye sheria. Ili kitendo alichotenda kwenda kufamia mai kama ule bibi mpaka kumfunja mkono mara ya kwanza, mara ya pili,
ya 3 ndio amekamata huko. Hebu niambie tu, kama wewe utafikiriaje? Ni wewe sasa mkuta ni mama yako amefanya hivyo, ingekuwaje mwanangu? Umeokopa. Sisi nilimwambia hata nikikuona hapo njiani nakimbia. Saa moja ikinikuta njiani nakimbia, tutakwenda kukuta kijana kama huyu atanibaka mimi. Sasa ni mtoto wangu wangapi? Ndio tu tunaomba tu jamani, fanyeni hiyo kazi mnayofanya, akamato tu hayuko mahali popote mnafotaka kumpeleka. Na huyu Mai Samia tusaidie sisi. Sisi huku kijijini. Ndio mwanangu. Ndugu anasema mtuhumiwa alichukuliwa na jeshi la polisi, ambapo hata hivyo kamanda wa polisi mkoani hapa alipoulizwa kuhusiana na tukio hilo aliomba kupewa muda zaidi ili kuweza kufuatilia tukio hilo kwa kina. Wilaya gani nifuatilie? Maana unajua siku zikishapita nyingi uweze kutunza, na siku ofisini niko kwenye mnada. Ndio. Hebu niandikia kwenye text kwenye message. Ndio. Alafu niwaambie